Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada inayoendelea katika mfungo wetu wa siku ya leo inaokuja kwa na Pasta Miamba, na leo tutaendelea, na wakati huu tutaendelea katika kipengele cha kushughulika na vikwazo vya kiuchumi malangoni. Vikwazo vya kiuchumi malangoni. Nataka tuende kwenye maandiko tuone. Biblia inasema katika Zaburi ya 24 mstari wa 6, hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inukeni vichwa vyenu enye malango, inukeni enye malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Sasa tunaona lugha ya mfalme wa utukufu apate kuingia ni lugha ya baraka kuingia kwenye mifumo ya mtu. Ni lugha ya baraka kuingia kwenye mifumo ya mtu. Hasa tunapoona maandiko yanasema inukeni vichwa vya malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Maana yake ni kwamba kizazi chochote kinachomtafuta Mungu huwa kinashughulika sana na malango, kwa sababu ndipo vita inapofanyika katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8 anasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Kwamba katika ulimwengu wa roho unapochagua mungu mpya, kwa mfano leo unapoenda kwa mganga wa kienyeji umechagua miungu mipya, number 1 vita malangoni. Kwamba hayo malango yanaanza kupigana, kwamba kusiwe na baraka ya Mungu yoyote inayopita pale, kwa sababu Mungu aliyeinuliwa sio Mungu wa kweli. Mungu aliyeinuliwa sio Mungu wetu na ni miungu. Kwa hiyo unajikuta vita inapiganiwa malangoni. Na ndio maana hata mtu wa rohoni, ukiwa ndani ya Yesu ukaliitia jina la Bwana, ukisema unataka kubarikiwa, vita inaenda kupiganiwa malangoni. Malangoni pale tusipopigana vita leo, ibada yetu ya mfungo wa leo wa vikwazo vya kiuchumi haijakamilika. Kwa sababu malangoni ndipo ambapo pana mashtumu yote, pana mashtaka yote. Vitu vinaweza vikaachiliwa, vikaja vikahukumiwa malangoni, kwamba hampiti kuingia kwa huyu mtu. Sasa kama hampiti kuingia kwa huyu mtu hata kama amesimama vizuri, kama hajashughulika na malango, baraka zitakuja huko hazipiti. Na ndio maana unakuta katika ulimwengu wa roho vita tunapoipiga lazima tulinde malango yetu. Lazima tulinde malango yetu. Kuna mtu mmoja nikawa namuombea, halafu mapepo yakasema kwamba tumeweka chujio malangoni. Nilishangaa sana. Nikauliza hilo chujio la nini? Akasema tunachuja isije hela kubwa ikaingia kwenye maisha yake. Kwa hiyo unakuta kumbe katika malango moja ya vita ni vikwazo vya kiuchumi, vinawekwa malangoni. Vikiwekwa chujio katika malango yako, inamaanisha chochote kikubwa kitakachokuja hakikukuti. Unapata tu kazi ndogo ndogo, unapata tu vitu vidogo vidogo vya kukupa hela ndogo ndogo ya kula. Lakini inapokuja kwenye vitu vikubwa vya kukupa hela kubwa, vinazuiliwa malangoni. Kwa unakuta vita malangoni ni mahali muhimu sana, ambapo muamini anatakiwa aishinde hiyo vita malangoni kabla ya ushindi mahali popote. Lazima ushindi malangoni uwepo, kwa sababu utapigana kote. Tutayafuta maneno mabaya yaliyotamkwa kinyume na sisi. Vyote hivyo tulivyovifanya katika ibada zilizopita vinaruhusu mambo mazuri kuja malangoni. Malangoni sasa ni vita ya mwisho, kwamba hivyo vitu vizuiliwe kuingia ama vikubaliwe kuingia. Ndio maana ya vita malangoni. Na ndio maana adui muda mwingine akishindwa huku anakimbilia malangoni, anatulia pale. Ukimshinda huku kwenye maneno, umeshaharibu maneno, hawezi kushikilia, anakimbia malangoni. Umekubali sasa, umesimama, umekubali, umesema ndio, umeanza kutoa fungu la 10 na sadaka zako, umeanza kusimama vizuri, anawahi malangoni kwenda kutega mtego wa mwisho ambao huwa akiuweza, basi inamaanisha vimeruhusiwa kuja, vimezuiliwa malangoni. Lakini kama akishindwa pale, inamaanisha tayari vyote vilivyovunwa huko katika ulimwengu wa roho tayari vimeingia kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba vita malangoni, Biblia inaeleza kwa habari ya
mchagua Mungu mgeni, vita ikaanza kupiganiwa malangoni. Lakini tunaona pia maandiko yanasema vichwa viinuke, mfalme wa utukufu apate kuingia. Vichwa gani vinaongeleshwa? Anasema inukeni enyi vichwa vya malango. Na maana yake ni nini? Malango lazima yapitishe baraka. Malango hayo usipoyashughulikia yanapitisha uharibifu. Na ndio maana maandiko yanaeleza, Biblia inasema dhahiri kabisa kwamba imespecify, imemueleza ni Mungu yupi ambaye anatakiwa afunguliwa hayo malango. Akasema ni Bwana mfalme wa utukufu apate kuingia. Inamaanisha ya kwamba tayari ushajua anayetakiwa kumiliki malango yako ni nani. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba moja ya ushindi Mungu aliuachilia, akasema mtamiliki na malango ya adui zenu. Maana yake ni nini? Katika malango ya adui zetu tunadhibiti. Yani kwamba umemteka mtu hadi umemsogelea, hadi umemuondoa kwenye malango yako, hadi umemsogelea, hadi umeenda kuyamiliki malango yake, umeenda kuyadhibiti malango yake. Lakini pia tunaona Biblia inasema hivi ya kwamba na utajiri wa mataifa utawawasilia. Kwa maana gani? Kwa maana ya malango ya mataifa, malango yasiyomjua Mungu yanaachiliaga pia baraka ambazo zenyewe huwa zinakuja, Mungu ameziamuru na hizo baraka zitujilie. Na maandiko amesema kwamba na baraka za mataifa zitatujilia. Maana yake nini? Vinavyotamaniwa na mataifa na venyewe navyo vitatujilia. Maana yake ni nini? Hatutakuwa na mipaka katika umiliki wetu, kwa maana ya kwamba tunamiliki kila kitu katika ulimwengu wa roho. Kwa lazima malango yashughulikiwe. Nataka twende tukayaweke wakfu malango yetu, ambayo kupitia hayo baraka zinapita. Tukayaweke wakfu malango yetu, ambayo kupitia hayo tunaanza kushuhudia kwamba leo nimebarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu malango yalikuwa yako wazi. Leo nimebarikiwa kwa sababu malango yamepitisha baraka. Nataka twende mbele za Mungu tukaweke wakfu malango yetu. Alafu kupitia hayo malango utaanza kuona baraka zinapita nzima kama zilivyo. Utaona baraka zinapita bila vipingamizi, kwa sababu malango yamefunguliwa. Malango hayana vikwazo. Nataka twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, tunakushukuru kwa ajili ya neema inayoendelea kutufunika tunapoendelea kushughulika na vikwazo vya kiuchumi kwenye maisha yetu. Mungu liye hai, umesema nami na unaendelea kusema nasi kupitia huyu anayenisikia wakati huu, ya kwamba malango katika ulimwengu wa roho ni mahali nyeti ambapo tunatakiwa kushughulika napo kwa ajili ya kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Mungu liye hai, tunapaweka wakfu mahali hapo kwenye malango yetu, ya kwamba wewe peke yako ndio wewe mtawala wa malango yetu. Bwana, tunapaweka wakfu malangoni petu, kwenye malango ambapo baraka zinaingia. Mungu liye hai, wewe peke yako kawe mtawala, ukatusemesha tupasayo, utufundishe kukutolea wewe, utufundishe kujitoa kidhabihu, wakati mwingine utuelekeze hata tutoe nini. Mungu liye hai, ili tuweze kuyaweka malango yetu kwa usalama, na wewe Mungu wetu kabaki ukiyamiliki malango yetu. Bwana Baba, tunajiweka wakfu katika ulimwengu wa roho. Tunaomba neema yako ikamiliki malango hayo. Bwana, tunaomba vichwa vya malango vifunguke, wewe peke yako uingie, tukiondoa uharibifu wote malangoni, tukiondoa uchawi wote malangoni, tunaondoa giza lote kwenye malango kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, giza lote malangoni liondoke leo katika jina la Yesu. Vikwazo vyote katika malango viondoke leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, vita zote tunazikomesha. Tunaondoa chekecheo zote, chujio zote zinazochuja kwenye malango kwamba baraka kubwa zisiingie. Tunaondoa lile chujio katika ulimwengu wa roho. Mungu liye hai, asante kwa maana neema yako yatosha, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa mkono wako wenye nguvu na kibali chako. Asante kwa rehema zako
zako nyingi sana. Mungu li haya, asante kwa maana katika ulimwengu wa roho peke yako wewe tu ndio unayetawala malango yetu. Mungu li haya, endelea kuyatawala malango yetu, endelea kumpinga shetani, endelea kumpiga, maana hiyo vita si yetu bali vita ni ya kwako. Mungu li haya, sisi tutakaa kimya malangoni, wewe peke yako utawale, wewe peke yako kamiliki malango yetu. Adui asipate nafasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako kwa ajili ya kuachilia hiyo sadaka ikanene mema kwenye malango yako. Hiyo sadaka inene mema kwenye malango yako. Utaiachilia sadaka vile Mungu anavyokusemesha. Kuna nyakati ambapo Mungu anataka kukomboa watu wake, huwa anaachilia maelekezo ya sadaka ndani ya mioyo ya watu wake. Anasema niandalie sadaka. Unakuta Mungu alipokuwa akiongea na Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, akaniambia niandalie sadaka. Kuna vitu nataka nivipitishe kwenye malango yako viwe agano. Niandalie sadaka. Ibrahimu akaenda kachinja sadaka, kaziweka pale. Mara sadaka ziliposikika kama harufu njema ya kumpendeza Mungu, Mungu akaanza kupitisha neno la kiagano katika malango. Akasema ya kwamba katika mji huu kuna mtu anaenda kumiliki ambaye anatoka kwenye viuno vyako, na uzao wako utakuja mahali hapa. Akaanza kutoa maelekezo kwamba kwa miaka 400 utaenda kutumika katika nchi ya utumwa, lakini watarejea. Akaanza kueleza maneno ya kimaagano ambayo yatapita kwenye viuno kama malango, na tunaona kabisa yote yalitimia. Kwa hiyo unaposhika sadaka yako, nyakati nyingine Mungu anapokuomba sadaka uitoe, anamaanisha kwamba anataka kuyasema mambo katika ufalme yatakayopita malangoni kwako, ambayo adui akifika hataweza kuyatawala malango yako. Kwa hiyo utashika sadaka yako njema kwa Bwana, utaiachilia sadaka kwa ajili ya kuyashikilia hayo malango katika uwepo wa Bwana. Utaachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.